Here we go. Katika kulipushani za hapa na pale nakutana na afisa upelelezi wa polisi ambaye anafahamika kwa jina la Fo Chi Hong, akiongoza timu yake ya maafisa wa polisi katika kulifuatilia genge la wahalifu wa kutumia silaha. Katika harakati hizo wanafanikiwa kuwatia nguvuni, lakini ajabu ni kuwa Fo anajikuta mdomo wazi. Ni mara baada ya kupewa taarifa kuwa kiongozi wa genge hilo wao hajaacha ushahidi wote ule ambao unamhusisha na kesi hiyo, hivyo anaachiwa huru. Tukio hili linamfanya Fo kuwa na hasira sana kiasi cha kupoteza imani kabisa na kazi ya polisi, jambo ambalo linamsukuma kuacha kazi hii hapa ya polisi na kuanza kusomea taaluma ya sheria. Miaka 7 baadaye Fo anajiunga na idara yake na kuwa mwendesha mashtaka wa umma akiwa chini ya ulezi wa Bwana Bao, mwalimu wake wa mafunzo ya vitendo. Fo anapewa kesi yake ya kwanza kabisa ambayo inahusiana na masuala ya usafirishaji wa madawa ya kulevya. Mtumiwa ni bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Ma. Huyo hapo bwana mdogo anapokea kifurushi kutoka Brazil, kifurushi ambacho ndani yake kina kilo 1 ya madawa ya kulevya aina ya cocaine. Bwana mdogo Ma anashangaa sana, lakini pia anasisitiza kwamba anatia yote ile na wala usiki na hicho hapo kifurushi. Anawaambia maafisa polisi kwamba yale mruhusu rafiki yake ambaye anafahamika kwa jina la Chang atumia anwani yake kwa makubaliano ya kupewa pesa ili aweze kulipa madeni, lakini pia kuweza kuisaidia familia yake. Hata hivyo, akili upande wa utetezi wa Ma lina afisa wa sheria hao wanamdanganya kuwa na nafasi ndogo sana ya kushinda kesi hiyo. Sasa wakaona mshawishi etaende mahakamani akakiri kosa lake ili aweze kupata kifungo nafuu. Kutokana na uzito wa kesi hiyo, hapo bwana mdogo Ma pamoja na babu yake wanakubaliana na pendekezo hilo. Sasa wakati Lia anamuelekeza Fo kuhusiana na masuala ya kukiri kosa, Fo anahisi kabisa kwamba hapa kuna swala la kutilia shaka, kwani masharti anataka Ma bebe lawama zote, alafu bwana Chang anaachiwa huru kabisa. Hata hivyo, mwendesha mashtaka mkuu ambaye anafahamika kwa jina la Yam anakubali masharti hayo akiamini kwamba ni njia bora ya kupata ushindi. Wakati Ma akiwa rumande anapata tetesi kutoka kwa wafungwa wenzake kwamba Lia alimdanganya, na hiyo hapo ndio kawaida yake kuwapiga watu changa na kuwaingiza kwenye mkenge. Jambo hili linamfanya Ma aanze kutafakari upya kuhusiana na kukiri kwake kosa, na hii hapa ni kutokana na hofu ya kutokumuona babu yake tena. Fo ambaye anaamini kuwa kijana Ma ana hatia yote ile anampa ushauri wa kisheria na kumsihi kwamba abadili maelezo yake ya mwanzo. Jambo hili hapo linamkasirisha sana pakubwa bwana Yam. Anamuona kama vile bwana Fo ni adui ambaye amekuja kumfungua macho bwana mdogo Ma katika kesi ya kwanza, au na leo wanaitwa kuwa mashahidi wa upande wa mashtaka, ingawa wakili wa Ma anajaribu kuthibitisha kuwa alimdanganya wakati wa mazungumzo ya kukiri kosa. Madai hayo hayana ushahidi wa kutosha, hivyo hakimu anatupilia mbali. Hivyo Fo anaanza kumtetea Ma na kuhoji mashahidi wake mwenyewe upya ili kujaribu kufahamu upana wa kesi husika. Hakimu anamzuia Fo kuto kuendelea kuhoji na kusababisha mvutano, ambapo Fo anaamini kuwa Ma ana kesi yoyote ile, lakini anahoji kuwa mashtaka yanapaswa kuwalenga walio na hatia ya kweli baada ya kushinda kesi tu pasipo kuangalia mtu anaonewa ama la. Hoja hii inaathiri taswira ya Ma mbele ya baraza la wazee wa mahakama na kusababisha Chang kuachiwa huru, huku Ma akihukumiwa kwa kosa la kusafirisha madawa ya kulevya na kupokea kifungo cha miaka 27 baada ya kutambua kosa lake pale ambapo alikuwa mahakamani. Fo anajaribu kuwa karibu na bwana Ma na kumpatia msaada. Ni wakati ambao bwana Ma anakataa msaada huo mpaka pale ambapo bwana Fo anamuokoa wakati wa jaribio la mauaji kutoka kwa gaidi mmoja hivi hatari baya. Bwana Ma anamwelekeza Fo kuwa walimwajiri ili kwa sababu ya pendekezo kutoka kwa Lao, miliki wa mgahawa ambao bwana mdogo Ma alikuwa akifanya kazi hapo. Baada ya kusikia jaribio la mauaji, bwana Bao anakubali kumsaidia Fo katika uchunguzi wa kesi, na wanagundua kuwa Yang amekuwa akiendesha mashtaka katika kila kesi ambayo inahusiana na hao, na kesi zote au anashinda pasipo mahakama kuona hatia kwa hao. Upande wa pili, Bao anafanikiwa kuingia kwa siri katika kumbi ya usiku ambayo inamilikiwa na Lao, na anasikia mazungumzo yanayofichua kuwa Lao na Chang ni ndugu wa baba mmoja. Wanagundua kuwa ndugu mmoja huwasajili watu kwa ajili ya kutoa anwani zao ili kusafirisha madawa, huku mwingine akijifanya kutoa msaada wa kisheria bila malipo kupitia msaada wa Lina hao ambao wafanya wahusika waende jela kwa kosa hilo. Akiwa anaendelea kuchunguza, akabainika kwamba ni afisa wa polisi, lakini ile wanataka tu kumtembezea kichapo mara Fo anatokea na kuokoa jahazi. Akaanza kutembeza kichapo kwa walinzi pamoja na wapambe walao. Watu 40 wanaonja kichapo kutoka kwa Fo, na baada ya kuonekana wanaongezeka kwa kasi, Bao akaamua kupiga simu polisi na kuomba kwamba waje kuwakamata watu. Fo anamsaidia bwana Ma kuwasilisha ombi la rufaa kwa ajili ya mjiko wake, lakini baadaye Ma anauawa mara baada ya kukutana na Fo muda mfupi baada ya kupata chakula pamoja. Fo akaanza kuwatafuta wanga wengine ili aweze kuwatumia katika ushahidi mahakamani, lakini kishoni mwake anafahamu kuwa mfumo mzima wa mahakama hujakaa kwa ajili ya kutoa haki, ila tu mpaka uwepo shahidi ambaye anaweza kutoa ushahidi pasipo kificho. Katika kesi ya marudio, Yang anakubali kuwa mwendesha mashtaka mkuu na anampatia Fo muda wa kuweza kumtafuta kijana Chang ambaye amejificha ili asipatikane na wauaji ambao wametumwa na Sang kwa msaada Inspector Lee ambaye alikuwa msaidizi wa Fo zamani. Wanamkamata Chang na kumshawishi atoe ushahidi. Hata hivyo, wanashambuliwa njiani wakiwa wanaelekea mahakamani na Lee anajeruhiwa vibaya. Fo na Chang wanaelekea mpaka mahakamani kwa kutumia treni na
anakutana na wauaji ambao wametumwa na hao. Foki akaamua kukumbushia zile enzi zake ambazo alikuwa polisi. Akaanza kuwapatia dozi vijana ambao wametumwa kwa lengo moja tu, kuhakikisha kuwa Foki pamoja na Changa wafike mahakamani kutoa ushahidi. Kichapo sasa ambacho anakitoa Foki ndani ya treni akikuwa cha kitoto hata kidogo, ni kwa sababu alikutana na gaidi mmoja hivi ambaye anagonga mkono ile mbaya. Huyo hapa gaidi anafahamika kwa jina la Kamkong, lakini Foki akafanikiwa kuondoka kidedea na kuwachakaza watu wote ambao walikuwa wametumwa kwamba wahakikishe kwamba Foki pamoja na Changa wafike mahakamani kutoa ushahidi. Lakini kwa ustadi wa kipigo kizito ambacho Foki aliwapatia wale pale watu, akaweza kufanikiwa kufika mahakamani salama salmin, wakiwa na majeraha, ambapo Changa anatoa ushahidi wake dhidi yao. Hatimaye mahakama inafuta hukumu ya mwanzo na kumwachia mauru, huku bwana mkubwa hao na genge lake wakihukumiwa kwa mujibu wa sheria. Baadhi wanapigwa nyundo kali za maisha jela na wengine miaka 30. Foki anakwenda kuwa mwanasheria pekee ambaye alikuwa na uwezo wa kutumia nyenzo zake mbili katika kusimamia kesi. Nyenzo ya kwanza ni akili yake ambayo anayotumia katika ushawishi wake, na endapo ikishindikana akili, basi hapo ujue kinachofuata ni kichapo tu. Foki ilipelekea mageuzi makubwa sana katika mfumo mzima wa mahakama, hususan kwenye kesi ambazo zina harufu ya kupigwa kwa mashahidi. Hivyo kawaachia kazi ya kujitathmini upya kutoka kuwa afisa wa polisi mpaka mwanasheria. Hakika Foki alikuwa ni mtu tofauti kabisa katika idara ya haki, na hapo ndio mwisho kabisa wa letu hili hapa.